Serikali ya Tanzania imeweza kupata ripoti ya kutisha kutoka Amnesty International. Bonyeza alama ya like na subscribe ni uweze kukujuza kwa undani. Na shirika la Amnesty International yani AI ni shirika la kimataifa ambalo limeweka mamlaka au uongozi wa Tanzania kuweka uwazi wale wanaoongoza ukandamizaji wa watu wanaotoa maoni tofauti, kwa maana kumekuwa wale wanaopinga serikali ama wanaotofautiana na taarifa zinazotoka kwa serikali. Kama unavyoona kwenye screen, Amnesty ukandamizaji wa shamiri Tanzania kabla ya uchaguzi wa Oktoba, na tunajua kuwa uchaguzi mkuu ni juma lijalo tarehe 29 ambayo imeweza kuwadia. Na shirika hili la Amnesty taka Chama cha Mapinduzi ama serikali kwa jumla kuweka wazi wale wanaoongoza ukandamizaji wa watu wanaotoa maoni tofauti, kwa maana inaaminika wale wanaowakamata wale wanaotoa maoni tofauti wanatoka kwa serikali. Na pia Samia Suluhu ameweza kukashifiwa na viongozi kadha wa kadha, akiwemo mwanasiasa kutoka Kenya Boni Halole ambaye alimkosoa uongozi wa Samia Suluhu akisema haongozi inavyostahili. Tungependa kusikia maoni kutoka kwako, tueleze hapa chini kuhusiana na taarifa ambalo limetoka kwenye shirika la Amnesty ambalo ni shirika la kimataifa, na imesema matukio ya kukamatwa kwa vikundi vikubwa vya watu kwa sababu ya mikutano ya kisiasa bila taratibu za haki za kisheria kuzingatiwa inatia ama inatoa wasiwasi na uoga nchini, kwa maana wananchi raia wamejawa na wasiwasi na uoga, kwa maana kumekuwa na hali ya juu ya kukamata wale wanaopinga serikali. Pia imeweza kusema pia jamii ya Wasukuma Masai ambayo imekuwa kikumbwa na uhamisho wa nguvu na ukataji wa haki za ardhi bila fidia au maagizo ya kutosha, jambo ambalo linakiuka haki za kibinadamu. Ile jamii limeweza kuangaishwa ya kutosha na wanadhulumiwa na haki za kibinadamu hawapewi. Tueleze kuhusiana na hii taarifa pia ya jamii ya Wasukuma ambao inasemekana pia wanakumbwa na uhamisho wa nguvu ambalo ni jambo la haki za kibinadamu. Pia shirika hilo linataka mamlaka ya Tanzania kusitisha kampeni ya ukandamizaji dhidi ya wapinzani, vile mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa kosa la treason, na imeamurisha kuwa waweze kufuta mara moja mashtaka za uongo ambazo zimekuwa zinawakabili wa viongozi wa upinzani. La sivyo, wamesema kuwa wanaenda kuingililia tukio haya ya ukandamizaji wa haki za kibinadamu na pia kuwashika ovyo wale wanaohusika na kampeni za viongozi wa upinzani, na pia waandishi wa habari wanaochapisha taarifa ambayo yanakashifu serikali, ama inasema vyombo vya habari ambavyo vinasema ukweli kuhusiana na serikali ambayo serikali yenyewe haitaki. Kumbuka Chama cha Mapinduzi imeweza kukana haya taarifa ambayo yametoka katika shirika la Amnesty International, lakini tueleze maoni yako kuhusiana na hii taarifa.